Bana, hapa nauzungumzia mtambo wa mabao, nazungumzia mashine ya mikwaju ya penalty, mtaalamu wa kuichezesha timu, mtaalamu pia wa mashuti ya nje ya boksi. Kusi mwingine ni bwana mdogo mwenye umri ambaye ni mdogo kabisa, ambaye yuko kwenye timu ya taifa ya Uganda The Crane, ambaye anakipiga katika klabu ya Vipers. Alan Okello, mwamba ambaye alihusishwa na wekundu wa Msimbazi Simba kwenye dirisha kubwa la usajili, lakini pia hata kwenye hili dirisha dogo la usajili. Lakini pia ndugu yangu, wacha nikupe habari njema kwa upande wa mashabiki wa wananchi Young Africans. Hivi sasa wao ndo wako kwenye nafasi mkubwa zaidi ya kumpata huyu bwana mdogo. Kwa nini? Kutokana na ushawishi mkubwa ambao Young Africans wamekuwa nao dhidi ya mchezaji huyu. Lakini pia Young Africans wamekuwa pia na chapuo zaidi kwa moja kati ya mchezaji ambaye amekupita kwenye kikosi hicho, na yeye pia amekuwa akitumika kwa asilimia kubwa kuweza kutengeneza ushawishi zaidi kwa mchezaji huyu. Kama unamjua pia Alidi Aucho, kiungo fundi, kiungo wakati ambaye amekupita hapo mitaa ya Jangwani, ambaye kwa hivi sasa yuko pale mitaa ya Singida Black Star. Huyu mwamba ni rafiki mkubwa wa Alan Okello, lakini pia yuko naye kwenye timu ya taifa ya Uganda The Crane. Wanajuana vizuri na wanaheshimiana vizuri. Alan Okello amekuwa akimuita Alidi Aucho brother. Bana, ndugu yangu, Alidi Aucho amekuwa akimshawishi bwana mdogo Alan Okello kutoa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Anamwambia ukitoa kwenye hii timu na umri wako namna ambavyo ulivyo, una uwezo wa kufanya makubwa na una uwezo wa kujitangaza zaidi. Hii ndio timu ambayo inaweza ikakupeleka mbali zaidi, akimtolea mfano kama alipopita Fisto Kalala Mayele na namna ambavyo alivyo kwa hivi sasa. Alan Okello, moja kati ya bwana mdogo ambaye kipaji chake ni kikubwa sana, anamilikiwa na klabu ya Vipers. Ana uwezo mzuri sana kwenye eneo la kiungo, na kocha Pedro, kocha wa kikosi cha wananchi Young Africans, Pedro Goncalves, yeye amekuwa na kiu kubwa ya kuhitaji kiungo wa ushambuliaji, kiungo ambaye ni mnyumbulifu, kiungo ambaye ana uwezo pia kuichezesha vizuri timu, kiungo mbunifu kwenye eneo la juu, na anaona Alan Okello ana uwezo wa kufanya vitu hivyo ndani ya kikosi cha wananchi Young Africans. Uongozi wa Young Africans umetengeneza mazingira ya ukaribu kabisa kuhakikisha kwamba wanaipata hii mali, wanampata huyu bwana mdogo ambaye ana uwezo wa kufanya vitu vingi anapokuwa yupo uwanjani. Sasa bwana mdogo Alan Okello, issue yake iko namna hii. Yeye mwenyewe mpaka hivi sasa amekuwa na kitete kwamba ni wapi ambapo ataelekea, lakini ameweza kuzungumza na kusema kwamba baada ya michuano ya AFCON atajua sasa ni wapi ambapo anapaswa kuelekea. Kuna vilabu vingi sana barani Afrika vimekuwa vikimhitaji. Timu kutoka Libya zimekuwa zikimhitaji, lakini pia kwenye ardhi ya Tanzania Simba na Yanga wamekuwa wakimhitaji. Kwa upande wa Vipers wenyewe wapo tayari kupokea kitita cha B1.3 ili kuweza kumwachia huyu mwamba. Sasa wengi wanabaki kujiuliza kwamba je, kwa upande wa wananchi Young Africans wanaweza katoa kitita ili kuweza kumpata mwamba, ama mazungumzo yanaweza yakafanyika kwa undani zaidi. Na Young Africans wanachopaswa ni kuhakikisha kwamba wanazungumza na klabu ya Vipers ili kuweza kuipata hii mali. Sasa Young Africans wamekuwa na ushawishi mkubwa sana, tofauti na namna ambavyo ilivyo vilabu vingine, tofauti na namna ambavyo ilivyo Vipers yenyewe. Kumbuka Vipers kufika kwenye hatua makundi ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwao ni tatizo. Kufika kwenye hatua za robo finali kwao ni shida, lakini pia Young Africans hizo sio shida zao, kwao ni simple. Wametengeneza ushawishi mkubwa kwa wachezaji wengi barani Afrika. Unapozungumzia bara la Afrika, kwa timu za ukanda wa Afrika Mashariki, basi Simba na Yanga ni timu ambazo kila mchezaji mwenye malengo anaitamani pia kuweza kupita kwenye vilabu vikubwa, kutokana na namna ambavyo tayari vimeshajipambanua kwenye ardhi ya bara la Afrika. Hivyo kwa upande wa Young Africans, ushawishi ambao wanaotumia kuweza kumpata nyota huyu, basi wanaweza wakafanikiwa kumpata kutokana na
ushawishi wa club, lakini pia mazingira pia ya mchezaji mwenyewe kushawishika kuja kwenye ardhi ya Tanzania kutokana na aina ya wachezaji ambao wamekupita kwenye ligi yetu. Hapo namzungumzia Steven Dese Mkwala, lakini pia unamzungumzia mchezaji kama Emmanuel Arnold Okwi ambaye amekupita pale mitaa Msimbazi kwa mafanikio makubwa, lakini pia unamzungumzia Alidi Aucho ambaye amekuwa akicheza naye pia kwenye timu ya taifa ya Uganda sambamba na Steven Dese Mkwala, ambao hawa wanaweza wakawa ni mfano mkubwa sana kwa upande wa mchezaji huyu Alan Okello. Lakini pia kuna wachezaji wengi ambao wamekupita kwenye ardhi ya Tanzania wakitokea nchini Uganda kama kina Juko Moshiri na wachezaji wengine. Hivyo ni wakati sahihi kwa upande wa Alan Okello sasa kufanya maamuzi kutokana na kile ambacho atakishawishika kutoka kwenye upande wa uongozi wa Young Africans, kutokana na kitita, lakini pia kutokana na namna ambavyo klabu ya Young Africans itafanya mazungumzo na klabu yake ambayo inamiliki Vipers wenyewe ili kuweza kuinasa saini ya huyu bwana mdogo. Bana, kama endapo Young Africans wana uwezo wa kumpata Alan Okello, basi wanakwenda kutibu kwa asilimia kubwa katika eneo la kiungo cha ushambuliaji, ambapo kwa siku za karibuni pameonekana kuwa tatizo kwenye kutengeneza mpango wa kuweza kufumania nyavu. Alan Okello anakwenda kwa bunifu zaidi toka ameondoka Steven Kiazizi, wamekuja kina Mohamed Dumbia, bado ile eneo kunaonekana kuna pengo, kwa maana kwamba akija bwana mdogo Alan Okello kwenye ile eneo anaweza akaja akafanya vikubwa mno, akafanya kama alivyokuwa anafanya Steven Kiazizi au hata zaidi ya Steven Kiazizi kutokana na staili yake ya uchezaji. Manake toka ameondoka Zikipa amekuwa na pengo. Sasa wakuziba ni nani? Alan Okello ana uwezo wa kufanya hivi vitu. Mwamba ambaye amekuwa akihusishwa kutua mitaa ya Jangwani kwa asilimia kubwa, tofauti na namna ambavyo ilikuwa hapo awali mitaa Msimbazi. Kwa hivi sasa kwa asilimia kubwa ni mitaa ya Jangwani. Lakini pia hapo kwa upande wa wananchi Young Africans kuna wachezaji wengi ambao pia wamekuwa wakihusishwa kutua kwenye kikosi hicho. Yuko mwamba ambaye ni raia wa Angola ambaye pia kwa siku ya jana aliweza kuonyesha performance nzuri timu yake ya taifa ya Angola ikiwa inakipiga na Zimbabwe. Na huyu mwamba jana anafanikiwa pia kuifungia timu yake ya taifa ya Angola bao pekee ambalo liweza kuipa pointi 3 muhimu timu yake. Mwamba anaitwa Gelson Dala. Huyu amekuwa na kiwango bora sana kwenye timu ya taifa ya Uganda na kwenye timu ya taifa ya Angola, kwenye timu ya taifa ya Angola, na namna ambavyo amekuwa akicheza, basi wengi wamekuwa wakiona kwamba kama endapo Young Africans watampata huyu mchezaji, basi kwa asilimia kubwa anaweza akawasaidia. Ni moja kati ya mchezaji ambaye amekuwa akipendwa zaidi na baadhi ya makocha barani Afrika, ikiwemo kocha Pedro Goncalves, kocha wa Young Africans, amekuwa akivutiwa naye kwa ukubwa haswa. Sasa tusubiri kuweza kuona, je, kwa upande wa wananchi Young Africans hii biashara na watafanikiwa kuweza kuimaliza ama la? Na kama wanampata huyu mwamba Gelson Dallas, basi huyu tunaweza kusema kwamba ule mpango wa Young Africans kumsajili Lassine Kouma, huyu mwamba anaweza akafanya hizo shughuli vizuri kabisa, na uwezo wa kucheza winga, na uwezo wa kucheza kama kiungo wa ushambuliaji wa kati, na uwezo pia wa kucheza kama striker. Gelson Dala, kama Young Africans wakimpata, basi kwa asilimia kubwa eneo lao la mbele linaweza likachangamka. Hebu jaribu kufikiri, unakutana na Young Africans alafu wana mchezaji kama Gelson Dala, lakini pia hapo mbele wana mchezaji kama Alan Okello, lakini pia kuna Pedro Pacome yuko hapa, alafu nyuma kuna Maxim pia Nzingeli. Ndugu yangu, hiyo timu yako vipi? Itakutana na matokeo ya aina gani? Haya ni maswali ambayo pia unapaswa kujiuliza. Lakini pia kama Young Africans watafanikisha hizi sajili, basi watakuwa wapo katika sehemu nzuri, na kocha Pedro Goncalves atakuwa na wanda mpana zaidi kwa ajili ya kuweza kukinoa kikosi chake, lakini pia kwa ajili ya kuweza kuwatumia wachezaji wake kulingana na mpinzani ambaye wanayekwenda kukutana naye kwenye michuano mbalimbali. Bana, hii ni Gift Online TV. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Kauli ya Alan Okello, weka kitita mezani, saini aweze kudondosha, aweze kukupa mafanikio. Bye bye.